Ah, na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ameendelea kuwa mwema na mwaminifu sana. Nina nguvu kuliko jana na ninajua leo atafanya zaidi. Sema amina. Sema amina. Na ninajua pia wewe una nguvu kuliko jana. Kama hivyo ndivyo, mpigie Bwana makofi. Amen. Kimsingi mimi ukinikabidhi madhabahu, hujanipa muda, tutakwenda mpaka asubuhi. Sasa kumbe jana nikapitiliza kidogo. Sasa leo nitakwenda na muda kweli kweli, na kwa sababu hiyo sina sababu yoyote ya kurudia nilichosema jana. Nina sababu ya kuendelea mbele. Sema amina. Sema amina. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya neno katika utendaji. Ni madhihirisho makubwa ya Mungu kupitia neno lake kiutendaji. Madhihirisho makubwa. Na unaposema madhihirisho makubwa, maana yake ni matokeo. Bwana asifiwe. Tunalifanyia kazi neno ili tupate matokeo. Bwana asifiwe. Lile neno ambalo umelitumia kuomba kwa habari ya afya yako likatende kazi, upate matokeo katika jina la Yesu. Lile neno ambalo umemwomba Mungu akuwezeshe mwaka huu uwe juu na usiwe chini, likawe na matokeo katika jina la Yesu. Sema amina. Jana nikasoma, na ndilo ambalo tutaendelea nalo kwenye ufafanuzi, Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposema ni neno katika utendaji, kwa lugha nyingine ni Mungu katika utendaji. Bwana asifiwe. Na Mungu akiwa katika utendaji, kimsingi hatutegemei kuendelea kusubiri, bali tunategemea matokeo katika jina la Yesu. Sema amina. Sasa Yohana anatupa sifa kuu tatu za Yesu Kristo aliye neno katika andiko hili, na hizi sifa ni uhusiano. Kwa hiyo sifa ya kwanza anatupa uhusiano wa neno na Baba ambaye ni Mungu. Uhusiano wa neno na Baba. Maandiko yanatuthibitishia kwamba Kristo alikuweko, na ndiyo maana Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Kwa hiyo maandiko yanathibitisha Kristo alikuwepo pamoja na Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu. Yaani kabla ya kuumbwa ulimwengu neno lilikuwepo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Kristo alikuweko pamoja na Mungu kabla ya kuumbwa ulimwengu. Alikuwa nafsi iliyokuwepo tangu milele. Ilikuwepo tangu milele. Alikuwa tofauti na Mungu Baba, lakini mwenye ushirika wa milele pamoja naye. Alikuwa ni tofauti, lakini alikuwa na ushirika wa umilele pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Sasa Kristo alikuwa Mungu, na ndiyo maana neno linasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alitoka kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Kristo alikuwa Mungu akiwa na asili ile ile kama ya Baba. Wengi wanashangaaga wanaposema Kristo. Wengine wanatofautisha, wanasema Kristo sio Mungu. Ukienda kimaandiko, Kristo ni Mungu. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma ufafanuzi unasema Mungu ni mmoja, lakini yeye anajidhihirisha kwetu kwa nafsi tatu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata wakati mwingine tunapoomba
Tunapokuwa kwenye maombi huwa tunakosea sana tunaposema Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunatakiwa tuseme Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Kristo yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 2 na mstari wa 9 anasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Hapa nazungumza uhusiano wa neno na Baba. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, ni nini uhusiano wa neno na Baba? Neno ni Mungu. Bwana asifiwe. Neno ni Mungu, na tunaposema neno katika utendaji ni Mungu katika utendaji, yaani ni Mungu Baba kwa nafsi zake tatu tunazozifahamu, yeye yuko katika utendaji. Sema amina, sema amina. Lakini uhusiano namba 2 ni uhusiano wa neno na ulimwengu. Ni muhimu sana kufahamu, ni uhusiano wa neno na ulimwengu, ama uhusiano wa Mungu na ulimwengu. Ni kwa njia ya Yesu Kristo Mungu Baba aliuumba, na sasa anautegemeza ulimwengu kwa neno. Tunapozungumza kwa habari ya uhusiano wa neno na ulimwengu, ina maana kwamba kila unachokiona kwenye ulimwengu huu kimeumbwa ama kutokea kwa neno. Bwana asifiwe. Yaani chochote unachokiona, unachokitazama kinakuvutia, kimetokana na neno. Ukisoma kitabu cha Wakolosai ile sura ya 1 mstari wa 16 anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au vya usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Na ndiyo maana jana nikakwambia hivi, uko uhusiano mkubwa sana kati ya neno na ulimwengu. Una uwezo wa kukaa hapa ukatamka na ikawa. Bwana asifiwe. Kwa sababu vile tulivyovikuta Mungu alitamka vikawa. Bwana asifiwe. Una uwezo wa kutamka mafanikio na yakawa. Una uwezo wa kutamka biashara na ikatokea. Una uwezo wa kutamka mume na akatokea, kwa sababu uhusiano ulioko kati ya ulimwengu na neno ni Mungu aliuanzisha. Kwa hiyo vyote ambavyo tunahitaji tuna uwezo wa kutamka na ikawa katika jina la Yesu. Sema amina. Bwana asifiwe. Unajua kitu ambacho kinatuletea shida zaidi ni material things, vitu vya kawaida kawaida sana. Lakini vile vitu ambavyo vimebeba hatima yetu huwa hatuvitafuti sana. Kwa mfano, ukitamka leo ya kwamba mimi nataka kuwa ni Mkristo wa viwango, itakuwa katika jina la Yesu. Ukitamka kuanzia leo mimi nataka kuwa msomaji wa neno na neno la Kristo lijae kwa wingi ndani yangu, hiyo inaumbika na itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Ukitamka ya kwamba nataka niwe mhubiri wa injili wa viwango vya juu, Mungu anasikia hilo neno, linatengeneza kitu na kinatokea katika jina la Yesu. Sema amina, sema amina. Ndugu zangu, hata nyumba huwa inaanziaga kwenye ulimwengu wa roho, neno. Bwana asifiwe. Yaani haujaona lakini unatamka na itakuja kuwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uhusiano namba 3 ni uhusiano
wa neno na ubinadamu. Mimi na neno tuna uhusiano gani? Uhusiano wetu ukoje? Yohana 1:14. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana asifiwe. Neno alifanyika mwili na anakaa kwetu. Bwana asifiwe. Yaani mwili wangu huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kitofauti tunasema mwili wangu huu ni nyumba ya neno. Bwana asifiwe. Yaani neno la Mungu, neno alifanyika mwili. Kristo alipokuja, nilizungumza jana nikasema Kristo ni neno. Bwana asifiwe. Na Kristo ni Mungu. Sijui tunaelewana? Alikuja akafanyika mwili ili akae kwetu. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo hakuna sababu yoyote ya kwenda kuomba uambiwe uwekewe upako. Upako unatoka ndani, kwa sababu neno la Kristo lina uhusiano mkubwa na wewe. Huu mwili ni hekalu la neno la Kristo katika jina la Yesu. Piga makofi. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Yaani neno huwa linakaa humu ndani. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo unaposema neno la Kristo halijaja bure, limekuja ili kuyatimiza mapenzi ya Mungu, halidondoki, linatoka humu ndani. Bwana asifiwe. Unapotamka ya kwamba sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana, ina maana neno linatoka huku ndani, lina uvuvio wa nguvu, linakwenda kuyafanya mapenzi ya Bwana. Haufi, unaponywa, unaishi kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake sio kwamba kuna kitu kinatokea huko kije kukutie nguvu. Yaani ni lile neno lililoko ndani yako. Unapolitoa kwa imani, unasema ninayaweza. Neno linaungana na ujasiri, linaungana na imani na matendo. Hilo neno linakwenda kuwa halisi ya kwamba unakwenda kuyaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Yeye akutiaye nguvu ni neno. Nani amenielewa? Ndugu zangu, neno la Mungu ni mafunuo ya ajabu. Na ndio mahali tunapokosea. Huwa tunaombaga neno la Mungu kama ilivyoandikwa, lakini hatuombagi tufunuliwe kwa habari ya hilo neno. Sijui nani amenielewa? Jana nikasema mara nyingi tunatamka neno la Mungu kama silaha, imeandikwa, imeandikwa, lakini Mungu alitutarajia tulitamke neno la Mungu kwa kumaanisha kutoka ndani. Linaishi ndani yetu, linapotoka halirudi bure mpaka litimize mapenzi yake katika jina la Yesu. Sema amina. Wangapi wananielewa? Uhusiano wa neno na binadamu. Katika Kristo Mungu alifanyika mwanadamu akiwa na asili ile ile kama binadamu, lakini pasipo dhambi. Kristo Yesu wakati anakuja duniani alizaliwa kwa namna ya kibinadamu. Bwana asifiwe. Alikuja akaishi kibinadamu, lakini ana asili ile ile ya kimungu. Bwana asifiwe. Ndio maana wanasema Kristo alipokuja hapa duniani, yeye alikuwa mwanadamu 100% na Mungu 100% at the same time. Bwana asifiwe. Kwa hiyo alivaa namna ya mwili ili leo wewe usiwe na udhuru wa kusema sijui. Yaani neno lilivaa mwili. Bwana asifiwe.
Na tamko hili la msingi la kufanyika mwili, Kristo aliacha mbingu na kuingia katika hali ya maisha ya kibinadamu kwa kupitia lango la kuzaliwa kama mwanadamu. Bwana asifiwe. Alizaliwa tu kama mwanadamu, kama vile mama ameenda leba akajifungua, na Yesu Kristo alizaliwa kwa namna hiyo, lakini yeye kwenye hori la ng'ombe. Sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu anayeliamini neno kwa kulisoma na anayeishi kwa kuelewa neno linaishi ndani yake. Tofauti kubwa sana. Unaposema neno katika utendaji, hautakiwi kuishi kwa kuliamini tu neno. Unatakiwa kuishi kwa maarifa ya kwamba hilo neno linaishi ndani yako. Bwana asifiwe. Yaani hautakiwi tu kusema imeandikwa. Hautakiwi tu kusema inatoka mahali fulani. Hiyo haitoshi. Lazima uwe na hekima ama mafunuo ya zaidi ya kwamba hili neno ninaloomba kwalo linatoka ndani yangu na linaishi ndani yangu. Bwana asifiwe. Unaposema neno katika utendaji, sio tumekaa kwenye viti tukatulia, neno linashuka linatenda. Hapana. Hilo neno likae humu ndani na wewe ujue kabisa neno liko ndani yangu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Watu wengi sana wana imani, lakini wachache wana ufahamu wa kiroho wa ndani ambao unabadilisha. Wengi sana wana imani, naliamini neno la Mungu, lakini wachache wana ufahamu kwa habari ya hilo neno la Mungu. Na ndiyo maana leo unajua hakuna swali alilonalo mwanadamu ambalo halina jibu kwenye Biblia. Yaani hakuna. Ndio maana Mungu anauliza, je, ni jambo gani gumu nisiloliweza? Ni neno gani gumu asiloliweza Mungu? Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ndugu zangu, hakunaga ugonjwa chini ya jua ambao Mungu hawezi kuponya. Hakuna. Hakunaga udhaifu wowote unaomkamata mtu ambaye Mungu amemuumba, ambaye Mungu amemwachilia Roho Mtakatifu aishi ndani yake, huo udhaifu ukagoma kuondoka. Haijawahi kutokea. Bwana asifiwe. Kuna tofauti kubwa sana ya kwamba mimi ninaamini neno la Mungu, lakini yule ambaye ana ufahamu wa kiroho wa ndani ambao unabadilisha. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ni ngumu kidogo lakini tutaelewana. Haleluya. Sasa natamani tuingie kwenye kipengele hiki ili sasa neno lilete madhihirisho makubwa, kufunguliwa, miujiza na vifungo. Nini kifanyike? Jambo la kwanza, jua kwamba mahali pa neno ni ndani yako na sio mbali na wewe. Yaani ili ufunguliwe leo, ili leo kansa iondoke, ili leo virusi viondoke, ili leo figo ipone, jua kwamba neno la Mungu halikai tu kwenye kitabu. Neno la Mungu mahali pake ni ndani yangu na sio mbali na mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yohana 14:23 neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana asifiwe. Yaani jua ndani yako ni makao ya neno.
Na ndio maana nasema mtu akinipenda, yani mtu akinipenda ni atalishika neno langu. Akilishika tu neno, mimi na Baba tutakuja wote tufanye makao kwake. Na wakija kufanya makao kwako, lazima magonjwa yataondoka, lazima changamoto zitaondoka, lazima mapepo yataondoka, kwa kuwa mwenye wewe amefanya makao ndani yako. Piga kelele kwa Yesu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Yaani neno, ukilishika neno la Mungu ukaliweka humu ndani, andiko lile neno katika utendaji, yani obvious, yani neno la Mungu litatenda tu, kwa sababu ukimpenda utalishika neno lake, na ukilishika neno lake anaahidi yeye na Baba watakuja kufanya makao ndani yako. Wakija kufanya makao, sukari inatafuta pa kwenda, presha inatafuta pa kwenda, magonjwa yanatafuta pa kwenda, mambo magumu yanaondoka katika jina la Yesu. Sema amina. Bwana asifiwe. Hii inamaanisha wale wanaompenda Yesu kwa dhati huyatii maneno yake, wameahidiwa watapata uwepo na upendo wa Baba na Mwana. Yaani andiko hili, hawa watu ambao amempenda akalishika neno lake, ahadi ya kwanza kwenye andiko hili, anaahidiwa upendo na uwepo wa Baba. Ndugu zangu, wengi tumependwaga tukaachwa. Unapendwa unaachwa, unapendwa unasemwa kesho. Ni afadhali leo ukaruhusu neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako, ili yeye Mungu na mwanaye wafanye makao kwako, ili wakuonyeshe upendo na uwepo wao ndani yako katika jina la Yesu. Sema amina. Waimbaji wanasemaga kwenye uwepo wa Mungu kuna majibu ya maswali. Yaani Mungu akijidhihirisha yuko ndani yako, unapokea kila unachohitaji. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili, Baba na Mwana huja kwa waamini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anaposema mimi na Mwana tutafanya makao, ni nguvu za Roho Mtakatifu haziondoki kwako. Bwana asifiwe. Nyakati za leo Roho Mtakatifu amekuwa wa kubipu. Yaani tunampokea leo, tunamweka pembeni, tunaendelea na maisha. Au tunampokea leo, viwango vya Roho Mtakatifu vinashuka, tunabaki hatuna Roho Mtakatifu. Lakini yeyote ambaye amekuwa bold enough, yani amekuwa sijui niseme ngangari wa neno la Bwana likajaa kwa wingi, Roho Mtakatifu anawekaga makao ndani yake. Bwana asifiwe. Nyakati za leo tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Yaani hatuna jambo lolote tunaloweza wenyewe. Ndugu zangu, nikikwambia kwamba ukiweka neno la Mungu, unajua, labda nikupe siri. Ukiona muujiza unatendeka, sio kwa nguvu ya yule aliyetumiwa, ni kwa nguvu ya neno. Bwana asifiwe. Kanisa lolote ukikuta miujiza inatokea, watu wanashuhudia, nimemwona Bwana, ni kanisa la neno. Bwana asifiwe. Na kanisa la neno maana yake Roho Mtakatifu amekita ndani ya kanisa. Na kama Roho Mtakatifu amekita ndani ya kanisa, Roho Mtakatifu ni mtendaji mkuu wa kimbingu. Hivyo miujiza ni chakula cha watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Ni ajabu na kweli, nyakati za leo tunaendaga kutafuta muujiza. Muujiza utafutwi, muujiza uko ndani yako. Yaani muujiza ni wewe kuliweka neno la Mungu ndani yako. Linapoanza kufanya kazi, huo ndio muujiza. Bwana asifiwe. Na sio Pastor Lilian ndio anawezaga kusimkweka watu mikono sijui wakapona. Leo kanisa la Penuel tukiamua kulila neno la Mungu likae ndani yetu, hapa ndani watu watakimbilia, viwete watatembea, vipofu wataona, viziwi watasikia, kwa sababu mtendaji mkuu atafanya makao ndani ya kanisa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sio kanisani tu, hata kwenye familia yako. Niye ni mashahidi, msijibu swali, jijibu mwenyewe.
Wale ambao hawasomagi neno, kila siku wanaota wanakimbizwa na wanyama. Amelala ameamka, nimekimbizwa nilivyokuwa niingie kwenye shimo nikashtuka. Lakini mtu yeyote ambaye familia yake hailali bila neno la Mungu, Roho Mtakatifu anawekaga kituo pale. Hawatakaa watindikiwe, hawatapita kwenye changamoto za ajabu ajabu. Hata changamoto ikija, Roho Mtakatifu anaiondoa. Magonjwa yakija, Roho Mtakatifu anaachilia uponyaji. Ukija ukame, anaachilia utoshelevu katika jina la Yesu. Sema amina. Sijui nani amenielewa pointi hiyo. Yaani Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, ina maana wewe umekubali neno lijae ndani yako. Na ukikubali neno likae ndani yako, umekubali timu ya kimbingu ifanye makao kwako. Na timu ya kimbingu ikifanya makao kwako, umekubali ishara, maajabu na miujiza visikauke kuanzia leo katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Bwana asifiwe. Lakini unapaswa kuzingatia kuwa upendo wa Baba umewekewa sharti la kumpenda Yesu na kulitii neno lake. Yaani ili huo upendo udhihirike kwako, lazima utii neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mimi niwaambie hivi, Mungu hajaachaga kutenda miujiza. Hajaacha, kwa sababu yeye sifa yake ni mtenda miujiza. Bwana asifiwe. Wakati mwingine niwape kodi. Wakati mwingine labda mchungaji anaomba, inaweza kuwa mimi au mchungaji Otefa anasema, kuna mtu hapa anatakiwa, Mungu anataka kumponya, ana shida hii na hii, alafu wewe unayo, umenyamaza. Ndugu yangu, imekula kwako. Unatakiwa utii hilo neno ili likafanye kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Mara nyingi tumekuwa tunajiuliza, jana nikasema leteni jamani, hata mtu akifa ghafla mlete. Mwingine anasema nilete maiti isipofufuka. Kwani wewe ndio unafufuaga? Bwana asifiwe. Leo maajabu tumeanza jana kufundisha. Tulianza toka Jumapili. Jana nimekuwepo leo. Kuna watu wameacha watoto nyumbani, alafu baadaye anakuja anamwambia mchungaji, mwekee mtoto wangu mkono, akili zake zimeganda. Tumetangaza njoo tii neno la Bwana ili Bwana akutendee kupitia hilo neno. Bwana asifiwe. Sasa hivi shetani amepunguza mkakati na watu wazima, hamna jipya, amehamishia kwa watoto. Amehamishia kwa watoto. Wewe umelala, mtoto anaamka, anatembea lakini amelala, anaenda mpaka mlangoni, anarudi mpaka kitandani. Wewe unasema huyu mtoto sijua na nini, anatembea. Shetani ana ajenda na huyo mtoto. Unapoambiwa njooni tujifunze, walete ili neno litende kazi ndani yao katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Unapaswa kuzingatia kuwa upendo wa Baba umewekewa sharti la kumpenda na neno na kutii neno lake. Wakolosai 3:16 nasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Ndugu zangu, mliposema ni neno katika utendaji, lazima urudishe shauku ya neno kila ulipo. Yaani ukiwa ofisini, wakati una muda wa ziada, soma neno. Familia yako usikubali walale hamjasoma neno. Watoto wako usikubali siku ishe hawajakariri mistari. Mtaona utendaji mkubwa wa neno la Mungu. Lakini hili neno la 2026 litabakia kwenye kibao kama halitakaa mioyoni mwetu. Manake hii ndiyo senta ya utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo la kwanza lilikuwa ni mahali pa neno la Mungu ni ndani yako. Jambo la pili,
kuliamini neno la Mungu kiuelewa. Ili neno la Mungu lifanye kazi, ni lazima uliamini kiuelewa. Yaani uwe na imani inayozaa matokeo. Uwe na imani katika neno la Mungu inayozaa matokeo. Yesu hakumwomba Mungu ashuke kutoka mbinguni ili afanye miujiza. Alitenda akiwa hapa duniani kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliyekuwa juu yake na ndani yake. Tunapoita hapa Yesu shuka, kimsingi ashuki, neno lake ndio linafanya kazi. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba neno ndilo linalotenda kazi. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza niwaambie, ukiwa unaumwa alafu ukasema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, yaani unatakiwa uamini zaidi ya unavyoamini, ndipo utapokea uponyaji. Yaani ukija hapa mbele wakati umeinua mikono kwa habari ya jambo lako, ninapoomba kupitia neno la Mungu lazima uamini kuliko unavyoamini, ndipo neno litatenda kazi. Imani. Bwana asifiwe. Lazima tuliamini neno la Mungu kwa viwango vingine tena, ndio miujiza itatokea. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 anasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina uhai kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya Mungu. Kuliamini neno la Mungu. Unajua, unaposema shetani toka, kwa nini atoki? Unavyosema toka, uamini kama atatoka. Bwana asifiwe. Kwa mfano, wainjilisti ama wale mnaoombea watu, tunapoomba ameletwa mtu amepooza, tunamwombea, tunadhani asimame, lakini hatuamini kama atasimama. Yaani unaomba afu unasema hii ngoma sio atasimama, lakini unamwombea. Yaani tungeweza kuwa na imani inayozidi ya kuhamisha mlima, ya kusema mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, viwete wangetembea Nyankumbu hii, watu wangefunguliwa, vipofu wangeona, na watu wangetendewa mambo makubwa. Kuna mwingine anamwambia mwenzake, twende kanisani kwetu ukajaribu. Hata pokea, amekuja kujaribu. Imani, unapomwambia mtu mwambie twende utapona. Lile neno lako unapomwambia utapona, anaanza kupona kabla hajafika. Bwana asifiwe. Kanisani kwetu twende, Mungu atafungua biashara yako, sio twende ukajaribu. Mungu hajaribiwi. Bwana asifiwe. Sikiliza, tunapoomba kupitia neno la Mungu, nikasema uvimbe chomoka kwa jina la Yesu, unatakiwa wewe mwenye uvimbe uamini uvimbe umeondoka. Mwingine anasema nikienda pale alafu nikienda kupima. Yaani wewe unamwamini daktari kuliko neno la Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe. Halo? Yaani wewe unamwamini daktari aliyesema una presha kuliko Mungu aliyesema anakusamehe maovu yako yote na kukuponya magonjwa yako yote. Bwana asifiwe. Ndio maana tunaweza tukaomba, mtu ananyamaza, afu baadaye anasema naomba mnisaidie ile namba ya yule mtumishi niongee naye. Mtumishi yuko kama wewe, ana matatizo 304, lakini unapolishika neno la Mungu halikuachi. Neno la Mungu linatenda. Neno la Mungu linaacha miujiza mikubwa na inayodumu katika jina la Yesu. Sema amina. Ndugu zangu, hii ni mafunuo makubwa. Kimbilio ni neno. Bwana asifiwe. Mimi ukinipigia saa hizo na mimi nimebanwa, mimi ni mama, nina watoto, nina maisha, nina mambo yangu kabisa yangu.
ukiacha kazi ya Mungu. Saa hizo ndio nimetaitiwa, unanipigia, unanieleza ya kwako, nitakutia moyo. Lakini ukiacha kupiga, ukaangalia neno la Bwana linasemaje, lazima utafunguliwa, kwa sababu neno la Bwana linatenda, neno la Bwana linajibu na linaachilia miujiza. Piga kelele. Mwambie mwenzako, umemwelewa mchungaji? Mwambie na mwingine, umeelewa? Neno la Mungu li hai, li hai. Na ukijua, ukijifunza neno la Mungu kwa mafunuo ni raha. Yaani utakaa umwambie mtu, unajua siku hizi kwa nini leo tunadhoofika? Kwa sababu ya kwenda kuwaeleza watu mambo yetu. Unaniamini mimi, unaniambia, ukigeuka nalisema. Naambia jamani, usione watu wengine wamevaa wamependeza, wana matatizo. Au hamjawahi kukutana naye? Naambia fulani, unamwona gani kaa kiti cha mbele? Kikoba karibu akauze friji yake. Ndugu zangu, ukiwa na jambo gumu, anasema ni neno gani gumu asiloliweza Bwana? Rudi kwenye neno la Bwana linasemaje katika jaribu lako. Neno la Bwana linasemaje katika mapito yako. Neno la Bwana linasemaje. Unaenda kumhadisia mwenzako kwa habari ya mume wako kumbe umemtamanisha, alafu baadaye anamchukua. Unakuja kutuambia, mchungaji niombea. Tutakuombea, tutakutia moyo. Rudi kwenye neno. Bwana asifiwe. Rudi kwenye neno. Unaenda kumwambia, unajua mume wangu sijui amepanda ameshuka sijui nini. Anaangalia anasema, huyo kwake mbona kama ni afadhali, anapita naye. Unakuja hapa na maombi ya kwenye kiboksi, umegeka ati niombeeni mume wangu arudi ameenda wapi? Wewe mwenyewe ndio umemtoa. Rudi kwenye neno, acha kutegemea wanadamu. Hata Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Maana hiyo ni kwamba ondoa tumaini kwa mwanadamu, lirudishe kwenye neno la Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wachumba hawa mabinti wengi na vijana wameanza uchumba, wakafika katikati wakaachana kwa sababu ya kutoa mambo yao kwenda kueleza watu, yule binti nilimchumbia, eti unamwonaje? Yaani unataka mwenzako amuoneje? Ghafla anapita njia za uani, anaoa yeye. Unabaki unaanza kusema, mchungaji hebu niombea. Tutakuombea, tutakutia moyo. Rudi kwenye neno. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Wadada mnaochumbiwa, yani tu ghafla umeambiwa, mimi nimesikia kama moyo umekudondokea, alafu nikawaza sisi tutaishi maisha yetu wote, alafu nimewaza wewe ndio kila kitu kwangu. Unatoka hapo unaenda kumwambia shosti, amesema moyo wake umenidondokea. Na yeye hajadondokewa na moyo, anatafuta na hewa kumdondokea. Kwa hiyo atafanya mashambulizi, aidha muachane au wa moyo mdondokee. Mwisho tukuombee, msituchoshe, mtuzeeshe. Mimi mwenyewe nishazeeshwa hapa, pisikali iko wapi tena? Nimezeeshwa na kemea tu. Bwana asifiwe. Rudi kwenye neno. Neno la Mungu li hai, neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina ukali, neno la Mungu linachoma, neno la Mungu lina viungo na mafuta. Neno la Mungu ni jepesi kutambua siri iliyoko kwenye moyo wa mwanadamu. Piga kelele. Bwana asifiwe. Eti unaenda kumweleza mwenzako kuhusu madeni yako. Kwa hiyo yeye akuone huna madeni na yeye ana madeni. Yani yeye umeenda kumweleza, sho nadaiwa. Yani nadaiwa. Yani kigeuka hivi ni madeni. Anakusikiliza, jamani, Mungu tu akutokee. Akiondoka nasikia alipokuwa anajishaua, anapita anatembea hivi. Wacha madeni ya mnyonge. Mweleze, mrudi kwenye neno la Bwana. Neno la Bwana linasemaje? Mimi mwaka 2026 ninajua atafanya njia pasipo na njia. Sitakopa tena, nitakopesha katika jina la Yesu. Sema amina. Nenda kwenye neno. Nenda kwenye neno. Umechelewa kuolewa, unajua sasa umri wangu umeshapita, nani atakutaka? Na kweli nani atakutaka?
Jione tu kwamba wewe ni miaka imesharudi nyuma, ujana umesharejeshwa kama tai. Nenda ukaseme, Bwana umesema si vyema mtu akae peke yake, utanipa mtu wa kufanana na mimi. Yule wa kufanana na mimi Bwana 2026 ukamlete sasa hapa Penueli katika jina la Yesu. Alafu tembea kwa ujasiri, inua mikono, mwambie Bwana, najua umetenda, najua umetenda. Neno lako ni kweli, ni hai, tena lina nguvu, kwa jina la Yesu. Sema amina. Unasema unajua umri umeshasogea, nitafanyaje jamani? Utafanyaje? Una cha kufanya, rudi kwenye neno. Bwana asifiwe. Rudi kwenye neno. Ile biashara jamani, ile biashara jamani, naona kama inakufa. Wewe achana na hiyo biashara kusema inakufa. Rudi kwenye neno ya kwamba Mungu alisemaje kupitia neno lake, ya kwamba ataifundisha mikono yako kupata faida. Ile biashara haifi tena. Mwambie Bwana 2026 na kwenda kupata faida katika jina la Yesu. Sema amina. Narudia tena kwa msisitizo nilisema jana, 2026 mmesema ni neno katika utendaji. Ondoeni mambo dhaifu kwenye maisha yenu. Mambo ya chini achana nayo. Achana nayo. Yaani mtu anaishi maisha sio yake. Anaishi maisha sio yake. Kule sijui kama huku zile samaki ziko. Zile samaki zina mifupa zinaitwa furu. Nini? Zinaitwa furu. Chima. Hiyo samaki sitaka nisahau. Nilipoanza kuja Mwanza wakaniambia nilie ugali. Si nikatafuna mfupa ukaingia huko, sitaka nisahau. Kumbe inategeshwa sijui katikati ya meno ndio ingate. Mtu ananunua furu wake watatu, amesunga ugali mzito, eti anasema maisha ni kupambana. Wewe anaendelea kuchukua, anachukua, anachovya kwenye furu. Hii wewe katayo maisha ya udhaifu. Mwambie Bwana, vyote ni kwa ajili yako katika jina la Yesu. Sema amina. Na mwingine anaweza kusema, unajua, sikiliza, hayo makuku wanaelisha madawa, mimi mwaya, kumbe amekosa. Mwambie Mungu, mwaka huu mimi niwe na mboga 7. Yaani niwe na mboga 7. Hayo maisha hajatengenezewa Shilole, hayo maisha hajatengenezewa sijui nani, ni kwa ajili yako. Neno katika utendaji. Au furu jamani, wakubwa hivi, unachukua eti unampaka kwenye furu. Unachukua iko kifuru na kingata alafu na pilipili, zinaitwa pilipili mbuzi au nini zile pilipili nini? Zinaitwa nini? Zinaitwaje zile pilipili? Sijui mbuzi anangatia na pilipili. Nini? Ndo maisha. Maisha hayo hujaumbiwa wewe, unaishi maisha ambayo sio yako. Maisha yako ni ya utoshelevu, ni ya kufaidi, ni ya kuishi kama mtoto wa mfalme katika jina la Yesu. Wangapi wanajua hapa ni watoto wa mfalme? Tamani, umewahi kusikia mtoto wa Samia umemkuta wewe amekala bakuli ya furu, anasema eti unajua ndio maisha. Unajua wewe ni mtoto wa mfalme, uzao mteule. Wewe unatakiwa uishi maisha ambayo umeachagua, maisha ya juu na sio ya chini. Maisha ya gharama ni yako. Bwana asifiwe. Mnaposema neno sijui katika utendaji, vitu kama hivyo badilisheni. Mtu anatembea na simu ameikaba mpaka simu inataka kusema ameifunga na raba bendi imechomoka batani zote. Ukimwambia naomba nipige, na kwambia mimi ndo najua, anatoboa namba anazitoa. Yaani simu imekwisha kabisa. Alafu anasema unajua ni mwaka wa kutenda neno. Tupa hiyo. Zimeumbwa iPhone kwa ajili ya waliokoka, kwa ajili waliokoka watumie. Msitoe simu zenu, sijawaambia mjiziangalie. Taziangalia nyumbani. Nakawa neno katika utendaji, badilisheni jamani. Yaani unakuta simu
protector ni 3,000. Unakuta mtu yuko ofisini kabisa hajakosa 3,000. Yaani protector imechanika mpaka inamkata vidole. Yaani amekaa anachati kwa vidole kwa mbali. Yaani ikimkosea inamkata. Yaani hajakosa 3,000. Ameamua kuishi maisha sio yake. Ukisema mwaka wa neno katika utendaji, ama kutoka maisha ambayo sio yako ukaishi maisha ambayo Mungu amekupangia. Haleluya! Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako neno likae kwako ndani. Unapanda gari, unafika barabarani mezima, ni vipi? Unaambia mtumishi subiri. Subiri, mimi nalifahamu. Umekaa kwenye gari unasikia anachukua jabali, amefungua bonnet. Alafu anawasha muziki. Mimi naifahamu. Wewe umaskini umeamwaje kuishi kwenye maisha ambayo sio yako? Hiyo gari Mungu hajakupangia. Unatakiwa uagize gari toka Japani. Mwambie Bwana, hayo sio maisha yangu. Maisha yangu ni kuinuliwa. Maisha yangu ni kuwa juu na wala sio chini, katika jina la Yesu. Piga kelele. Bwana asifiwe. Wakina mama, Bwana asifiwe. Katoeni vile vyombo vilivyovunjika mikono kwenye makabati kule. Hayo sio maisha yenu. Mwiko umekaa mpaka umebaki kama mbao hivi. Yaani umeungua umekaa umenyoka hivi. Anasema ule mwiko wangu, mfuniko umepondwa sio nini. Nyie hayo sio maisha yenu. Mungu alitukusudia tuishi maisha ya juu na wala sio ya chini. Mwaka wa utendaji lazima tubadilishe mfumo wa maisha. Neno liishi ndani yetu na sisi tuishi kwenye matunda ya neno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu amevaa viatu paka vimekwenda vimechoka. Yaani ukimwambia anakuambia hivi ndo navipenda. Hivi ndo navipenda. Vimefanyaje mtu wa Mungu, mguu unatoka chini. Mwingine amevaa soksi huko chini hamna soksi, ni mguu umebaki. Soksi ni 500. Alafu anasema anaishi. Nyie watu wa Mungu, mwaka wa utendaji wa neno, wabadilikeni jamani. Tunatakiwa tuishi juu ya viwango. Tuishi maisha ambayo Mungu ametupangia katika jina la Yesu. Pigie Bwana makofi mengi. Bwana asifiwe. Jambo la 3, badilisha namna ya kulitumia neno kuomba. Ili neno hili liwe katika utendaji, badilisha namna ya kulitumia neno kuomba. Sasa hapa nitakutolea mfano wa maombi ya kawaida na maombi ya mtu aliyekomaa kiroho. Maombi ya kawaida, mtu anaomba kama ilivyoandikwa au neno la Mungu linasema, alafu anaomba. Akimaliza anaendelea na maisha. Sijui umenielewa? Lakini mtu ambaye amemaanisha neno katika utendaji, yeye anaomba hivi: neno la Mungu najua li hai, tena lina nguvu na linaishi ndani yangu. Kwa habari ya pito langu ninajua liko jibu ndani ya moyo wangu, kwa sababu neno ni hai na lina nguvu. Katika jina la Yesu, imeandikwa ya kwamba sitakufa bali nitaishi, ili niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Kwa hiyo lile neno ndio linatoka. Bwana asifiwe. Lakini sio kuja kuomba na maandiko 300. Tena katika ule ukurasa wangapi imeandikwa tena. Shetani alitumia as a weapon akiwa na pambana na ni Mungu alitumia kama nani. Wakati ule Yesu alipokuwa anaomba, Shetani alipokwenda kumjaribu Yesu alikuwa anamwambia imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Lakini wewe unatakiwa ulitoe neno kama lilivyo na liishi ndani yako. Bwana asifiwe. Umewahi kusikia wale watu wanaoingia kwenye maombi alafu anasema, mama mchungaji, hebu tusaidie mstari wa kusimamia. Yaani utakapompa ule mstari anausimamia ila hauko ndani yake. Tunaomba kupitia Yeremia 1:12, kwa maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Kuna mtu anaomba hivyo, lakini hilo neno halitoki kwake, analisimamia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima unaposema neno katika utendaji,
ubadilishe namna ya kutumia neno unapoomba. Bwana asifiwe. Andiko linasemaje? Alafu hilo andiko uliswalo, yani ulifanye lako, yani uliweke ndani yako, lidumu huko, ndiko litafanya kazi. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Jua kwamba Mungu ni halisi na anakaa ndani yako. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana asifiwe. Mungu ama neno linakaa ndani ya mioyo yetu. Lakini jambo lingine, kama unataka neno liwe katika utendaji, ni lazima usiwe una mawazo ya kawaida. Unapolitumia neno usiwe na mawazo ya kawaida, yani litatenda kawaida, litafanya kawaida. Yani jana nikawaambia, unapotaka kulitumia neno katika utendaji kwa mwaka huu, surprise your enemies. Yani omba ukijua jibu litakwenda kushangaza wazazi wangu, jibu litakwenda kushangaza mume wangu, jibu litakwenda kushangaza kanisa langu, jibu litakwenda kushangaza wamama wenzangu. Kuna wale niliowaombea jana usiku hapa, nikawaambia wale waliokuja kwa ajili ya watoto, narudia tena, Mungu anakwenda kuwapa uzao katika jina la Yesu. Na sio kwamba ni maneno yangu, Mungu anakwenda kuwapa uzao. Bwana asifiwe. Sasa wewe usianze kwenda kuomba kwamba napewa uzao kawaida. Mungu anaweza akakufyatulia watatu. Mungu ni Mungu wa maongezeko. Yaani umekaa miaka mingapi anafyatua watatu au wanne. Kwa hiyo wewe unapoomba, omba ukijua Mungu anakwenda kushangaza watu kupitia muujiza wangu. Bwana asifiwe. Unapowaza kwa habari ya uchumi, usiwaze tu. Kuna mwingine anasema, yani mimi nikipata tu kagari watanikoma. Wewe wakagari tutakuuzia hata kabovu ili wakukome. Lakini ona kwamba katika muujiza huu Mungu anakwenda kufanya jambo litakalosababisha masikio ya watu yawashe, macho yao yawe na ukungu, alafu wanaangalia wanasema ni Mungu amefanya katika jina la Yesu. Kwa hiyo mwaka huu vuka kwenye levo za kawaida, waza isivyo kawaida. Vuka kwenye levo za kawaida. Yaani sijui mwalimu, kwa sababu mchungaji wenu ataendelea. Yaani hili neno ni kubwa mno. Yaani sio la kufanya vitu vidogo vidogo, sio la mafua, sio la vibanda vya nyanya. Yaani ni kitu ambacho kitatendeka, alafu mtu anakuwa amepigwa na kitu kizito kichwani. Bwana asifiwe. Yaani kama umemwomba Mungu apanue hozi yako, yaani no limitation. Yaani sio kwamba hapa mpaka pale, anapanua hapa mpaka kule katika jina la Yesu. Kama umeomba utajiri na heshima, anakuinua toka chini, anakupandisha juu katika jina la Yesu. Piga makofi. Watu waliokomaa kiroho hawafanyi vitu kwa tumaini tu, wanafanya kwa imani na ufunuo, wakijua kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi anaishi ndani yao. Yaani watu ambao wanamtegemea Mungu kwa mambo makubwa, wanamtegemea Mungu awatendee miujiza, neno la Mungu lifanye maajabu. Hawa watu wanatambua Mungu aliyewaumba yuko ndani yao, hawaogopi. Sasa hivi kuna kitu niwasaidia sasa wafanyabiashara au watu wanaotamani kuanza miradi. Yaani ukiwa unamwamini Mungu katika utendaji wa neno, don't compromise. Usianze kujiuliza, nikiingiza hii pesa hapa itatoka au itakufa. Jibu litatoka, itakufa. Watu wanaomtumaini Mungu wanajua haitapotea.
wanajua haitakwama, wanajua haitateketea, kwa sababu hawaweki tumaini, bali wana imani kwa Mungu wao. Sijui nani amenielewa? Unapoamua kufanya mradi mkubwa, usiende kuuliza kwa mke, sijui eti mama, wewe unaonaje? Hii itatulipa? Mama atakwambia itatulipa. Uwezi kwenda ukakaa ukaanza kuambia eti nani, bro, hebu nisaidie hapa. Nataka kwenda kuchimba, jamaa ameniambiaje? Niingize nani hela kidogo pale tuchimbe nao. Nitapata mawe? Watakwambia hautapata. Ndio jibu. Lakini unapomtumaini Mungu, usiende kuwaza kawaida. Usiende kwa watu wa kawaida, usifikiri kawaida, usitegemee kawaida, tegemea mambo makubwa, kwa sababu unaye Mungu mkubwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Yaani unapofikiri kwa mwaka wa utendaji wa neno, fikiri kwamba aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani kabisa. Kuna nafikiri sijui kaka hajafika. Kuna kaka mmoja aliniambia hapa jana, niambia mchungaji, nilikuwa nataka ninunue IST, nimecancel. Na mimi siwezi kwenda kununua tena baby walker, nimepanda viwango, nataka ninunue gari nyingine katika jina la Yesu. Yaani aliye ndani yangu sio wa vitu vidhaifu. Aliye ndani yangu sio wa vitu vinyonge, sio wa vitu vidogo. Mimi nimewaza mambo makubwa. Yaani nilivyokuwa naongea na kanisa, wakaniangalia wengine wakaniuliza, hivi mchungaji akili zako zinakutosha? Nikamwambia zimejaa tele. Nilikuwa nawaambia mwaka huu tunatakiwa tufanye 1 2 3. Mwaka huu natakiwa tulipie huo uwanja hapo. Mwaka huu tunatakiwa tuweke tiles kanisani. Mwaka huu tunatakiwa madirisha ya aluminium yawekwe. Mwaka huu ninatakiwa gari yangu iwe imeingia. Mwaka huu. Wakanishangaa, lakini mimi nilikuwa najua aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wa dunia hii. Yeye ni mkubwa kuliko vitu vyote, na yote yanawezekana. Sema amina. Lakini kwa watu waliovuka level ya kawaida, hawawazi kawaida, jambo la pili, wanatambua mamlaka ya kutenda kama wana wa Mungu wakiliishi neno. Wanajua wanayo hiyo mamlaka ya kutenda kama wana wa Mungu. Hawahangaiki, hawana pressure. Nakumbuka baba yangu wa kiroho nilikuwa namsumbuaga sana. Yaani nikipata jambo nalia, naenda tu nagonga, naenda najieleza. Siku moja akaniambia, usibebe haya mambo ya hii dunia, utakufa mapema. Haya mambo mtwike fadhaa zako yeye, lakini jua kwamba mamlaka ya kutenda iko juu yako. Bwana asifiwe. Warumi 8:14 anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Lakini jambo la mwisho, hawa watu ambao hawawazi kawaida waweza kuamuru hali badala ya kulalamikia hali. Yaani wakati wenzenu wanasema hali mbaya, wanaotegemea neno katika utendaji wana uwezo wa kuiamuru hali, hawalalamiki. Unajua uchumi wa taifa hili umenifikisha hapa nilipo. Ukishafikiria hapo, hakuna cha utendaji wa neno tena. Bwana asifiwe. Ukishaanza kujiunga na vikundi vya wamama ambao wamejikatia tamaa, ambao wanasema mwaka huu sijui tutatokea wapi, yaani ujue umepotea. Hawalalamiki. Wanaotembea na neno katika utendaji hawajui kulalamika, wanajua kuamrisha katika jina la Yesu. Hata wateja hawajaja, Biblia inasema amrisha kusini, kaskazini, mashariki, magharibi. Usianze kulia, usianze kupiga simu, usianze kutafuta redio gani na maombi wakati huu niifungulie. Hiyo redio haifanyi chochote. Wewe unalo neno ndani yako, simama, unayo mamlaka. Amrisha wateja walioko Nyankumbu waje katika jina la Yesu. Sema amina.
Hata mume amrisha aliko aje. Kama hujaolewa mwambie mume, yule mume wangu, sasa ninaamrisha, kwa kuwa neno linasema si vyema mtu akae peke yake, ninaamrisha popote shetani ulipomzuilia, achia, na mwaka huu ninamtaka hapa. Sema amina. Hata mke, maombi ya watu wanaomba waombewe, waoe ama waolewe, ni maombi ya watu wachanga kiroho. Amrisha, ni haki yako. Vile dada mbona amegonga? Ni lako hilo? Amefurahi au sikute ndo ushuhuda wenyewe? Yaani amegonga na wenzake, yaani ndo hivyo imefika. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu, nataka kusema nini? Huu ni mwaka wa neno katika utendaji. Na unaposema mwaka wa neno katika utendaji, kwa lugha nyingine, unahitaji maarifa mapana ya neno la Mungu na likae ndani yako. Bwana asifiwe. Na unamhitaji Mungu sana afanye makao makubwa ndani yako. Unahitaji Roho Mtakatifu sana asiondoke ndani yako. Kama unataka kuona matokeo ya neno, kama ni utajiri, jibu liko kwenye neno la Mungu. Kama ni kufunguliwa, jibu ni neno. Kama ni kuinuliwa, jibu ni neno. Kama ni elimu, jibu ni neno. Bwana asifiwe. Kama ni watu wa kutembea na wewe, amesema ataamrisha, atakuinulia watu wa mataifa. Neno. Bwana asifiwe. Neno. Kila tunachohitaji, hata jioni ya leo, kama unahitaji uponyaji, neno. Simama kwa miguu yako, mpigie Bwana makofi. Kesho tutaendelea. Natamani kuwa mtii, nisije nikawaweka hapa. Nimesikia mnasema saa 12:30 muende nyumbani. Naomba tusimame wakati huu. Chukua sadaka yako haraka, alafu tunakwenda kufanya. Niliahidi nitafanya maombezi.